Kwa nukta hii niwakaribishe ndugu zangu waandishi wa habari kwenye mkutano huu ambao unafanyika hapa makao makuu ya klabu yetu Jangwani jijini Dar es Salaam. Nichukue pia fursa hii kuwakaribisha wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu pamoja na Watanzania kwa ujumla ambao kwa sasa wanafuatilia mubashara kabisa mkutano huu kupitia Azam TV, channel ya Azam Sports 1, kule YouTube wanafuatilia live kupitia Yanga TV na vyombo mbalimbali vya habari ambavyo vimekusanyika hapa. Ndugu zangu waandishi wa habari wa Tanzania ambao mnafuatilia hafla hii, ningeomba tuwe na sekunde 10 za ukimya, alafu nitawaeleza ni kwa nini tuna hizo sekunde 10 za ukimya. Tuanze. Asanteni. Sekunde hizi ni kwa ajili ya kuwakumbuka watani zetu klabu ya Simba Sports Club ambayo tayari imeshaaga mashindano ya CAF Champions League msimu huu wa 2025-26. Mashindano waliyapenda, lakini out imewapenda zaidi. Kabla sijaingia kwenye ajenda ya msingi ambayo imefanya tuwaite hapa siku ya leo, liko jambo ambalo uongozi wa klabu Young Africans umeniagiza niliseme. Jana kupitia vyombo mbalimbali vya habari tulishuhudia moja ya tukio la hovyo kabisa kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Moja ya tukio la kihuni. Moja ya tukio la kishamba zaidi kufanyika kwenye mchezo wa mpira wa miguu hapa kwenye ardhi yetu ya Tanzania. Tukio hili limehusisha mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club ambaye baada ya mchezo wao ilionekana video mbalimbali akishambuliwa na baadhi ya mashabiki wa klabu hiyo. Sisi kama Young African Sports Club kwanza tunalaani vikali vitendo hivyo. Ni vitendo vya kihuni ambavyo havina nafasi yoyote kwenye mchezo huu pendwa wa mpira wa miguu. Lakini la pili, kwa niaba ya uongozi wa klabu ya Young Africans tunapenda kumpa pole mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Murtaza Mangungu na viongozi wote ambao walikumbana na kadhia hiyo siku ya jana. Ziko nyakati tunaweza kupishana kwenye itikadi zetu za kimpira, lakini linapokuja swala la football kuwa fair play, kama vilabu ni lazima tutoe matamko haya kukemea na kupinga vikali vitendo vya kihuni ambavyo vimefanyika jana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama ambavyo wametoa wito watu wengine, na sisi klabu ya Yanga tunaliomba jeshi la polisi lichukue hatua stahiki kwa yoyote ambaye atabainika amehusika na vitendo vile vya kishamba vya kumshambulia mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa siku ya jana. Maswali yenu kwa nini tumetoa pole taulizana baadaye. Lakini kwa sasa tuingie kwenye ajenda ya msingi ambayo imefanya tukutane leo hapa asubuhi. Siku ya Jumamosi tukiwa tunaelekea kwenye mchezo wetu wa CAF Champions League dhidi ya Al Ahly, asubuhi tulitoa taarifa kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya klabu yetu Young Africans, tukiwajuza wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu na wapenda mpira kwa ujumla hapa Tanzania kwamba siku ile asubuhi kamati yetu tendaji inayoongozwa na rais wa klabu yetu Engineer Hersi Ali Said ilikuwa inakutana, na mbali na shughuli zake kama ambavyo katiba ya klabu yetu imeeleza, katiba ambayo imefanywa marekebisho mwaka 2021 kupitia ibara ya 31, kamati yetu ilikutana na kujadili mambo mbalimbali ya kiuendeshaji ya klabu yetu, lakini ndani yake kukiwa kuna ajenda moja ya msingi ambayo tulisema ni mchakato
wa ujenzi wa uwanja wa klabu yetu ya Yanga. Na Jumamosi tukawataarifu wanachama wetu na Watanzania kwa ujumla kwamba kikao kile cha kamati tendaji kingeenda kutoa majibu ya mchakato mzima uliofanyika wa kumtafuta au kuitafuta kampuni taasisi ambayo imeshinda tenda ya kushirikiana na klabu yetu kwenye ujenzi wa klabu yetu hapa Jangwani. Kikao kilifanyika vizuri, na nichukue fursa hii kuwajuza ndugu zangu waandishi wa habari, kikao kile pia kilitoka na jina la mshindi aliyeshinda kwenye tenda hiyo ya ujenzi wa klabu yetu Young Africans. Lakini kabla sijatoa taarifa ya mshindi, ningeomba dakika zenu chache kidogo niwapitishe mchakato ulivyokuwa. Na hiyo ndiyo desturi ya klabu yetu Young African Sports Club, na ndiyo mwelekeo ambao uongozi huu chini ya rais wetu Engineer Hersi Said tuko nao. Kila hatua tunayofikia lazima tuwakumbushe tulipotoka na tuwaeleze kwa ukweli na uwazi mchakato mpaka ulipofikia. Nyote nyie ni mashuhuda. Moja ya ajenda kubwa ya uongozi huu wa Engineer Hersi Said, mbali na kujenga timu imara, kuimarisha klabu yetu kiuchumi, kuwa na timu imara za vijana na wanawake, moja ya ahadi au ajenda ambayo alikuwa nayo rais wa klabu yetu sambamba na kamati yake tendaji inayomsaidia kwa majukumu yake ya kila siku kwenye kuendesha hii klabu, ilikuwa ni ujenzi wa uwanja wa klabu yetu Young African Sports Club. Na ajenda hiyo imepita katika hatua mbalimbali. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kufanya tathmini ya eneo ambalo tuko nalo, tuone kwa standard ya uwanja ambao tunauhitaji sisi kama Young African Sports Club, je, eneo hili linatosha? Tathmini ile ilifanyika, na baadaye uongozi wa klabu Young Africans uligundua kuna eneo tunatakiwa tuongeze kidogo ili tuweze kukamilisha ajenda hii. Baada ya kubaini hilo, mchakato ukaanza kushirikiana na taasisi mbalimbali za kiserikali kutafuta nyongeza ya eneo hapa kwenye ardhi hii ya Jangwani ili tuweze kupata sasa eneo sahihi kwenda kwenye mchakato wa uwanja. Mchakato hii ilifanyika, na nichukue fursa hii kuupongeza na kuwapongeza viongozi wote wa kiserikali, tukianza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na wizara zake mbalimbali na watendaji mbalimbali ambao walitupa ushirikiano mpaka klabu Young Africans ikapata nyongeza ya eneo hapa makao makuu ya klabu yetu. Tukapata nyongeza ya ardhi. Na baada ya kupata nyongeza ya ardhi, hatua iliyofuatia ilikuwa ni kupata hati ya kumilikishwa nyongeza ya ardhi hiyo. Na kwenye hafla yetu au tamasha la wiki ya wananchi, Afrika na dunia kwa ujumla ilishuhudia klabu Young Africans ikikabidhiwa hati yenye nyongeza ya ardhi kwenye eneo hili. Na baada ya kukabidhiwa hati hiyo kutoka kwa serikali yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uongozi wa klabu Young Africans, hatua iliyofuatia ilikuwa ni kwenda kutafuta sasa kampuni au taasisi ambayo ingeshirikiana nayo kwenye ujenzi wa uwanja wetu. Na mnamo Januari 9 mwaka huu 2026, klabu Young Africans ilitoa tangazo la kukaribisha makampuni na mataasisi mbalimbali kuja kuomba tenda ya kushirikiana na klabu yetu kwenye kujenga uwanja wetu wa nyumbani. Taarifa yetu tuliitoa kupitia magazeti ya serikali, kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Tulitoa taarifa ile pia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, kwa maana ya kurasa za klabu yetu ya Yanga. Na nikiri tulipata maombi mengi kutoka mataasisi na makampuni mbalimbali yakionyesha utayari wao
wa kuja kushirikiana na klabu yetu ya Young Africans kwenye ujenzi wa uwanja wetu. Tuliendesha mchakato kwa weledi mkubwa, kwa uwazi, kwa makampuni na mataasisi haya kutuma maombi yao based on vigezo ambavyo tulivitoa kwenye taarifa yetu. Kama nakumbuka taarifa ambayo tuliitoa ya kutangaza watu kuomba tenda hiyo, tuliweka pia na vigezo. Tuliainisha kwa mfano stadium capacity, tulisema aina ya kiwanja tunachokitaka, lakini pia tulimalert yoyote ambaye angetuma tenda hile vigezo ambavyo tungevitazama pia kwa kampuni yake au taasisi yake. Kwa hiyo baada ya kutoa vigezo vile na maombi kutumwa kwa wingi, tukawa na siku 14. Tukawa na siku 14 kama ambavyo barua yetu ilieleza, za kuchakata maombi hayo, kuangalia ni wangapi wamekidhi vigezo vya kukabidhiwa tenda ya ujenzi wa klabu yetu Young Africans. Na kwa nukta hii, uongozi wa klabu ya Young Africans kupitia kamati yake tendaji ulikutana Jumamosi kama ulivyowajulisha hapo mwanzo, ukaenda kuchakata hilo jambo, na sasa wamekuja na mshindi ambaye ameshinda kwenye tenda hiyo. Nichukue fursa hii, ndugu zangu waandishi wa habari, wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans na Watanzania kwa ujumla, kuwatangazia kwamba kampuni ya GSM Tanzania Limited ndiyo kampuni iliyoshinda tenda ya ujenzi wa klabu yetu ya Young Africans. Naomba nirudie hapo, baada ya kamati tendaji kupitia mchakato wote wa maombi yote ambayo yametumwa siku ya Jumamosi, viongozi wetu walimpitisha kampuni ya GSM Tanzania Limited kuwa mshindi wa tenda ya kujenga uwanja wetu wa Young African Sports Club.